Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana 1:17, neno alifanyika mwili akakaa kwetu, amejaa neema na kweli. Na unapoendelea kusoma sura ya Luka 2:40, Biblia inasema yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ilikuwa juu yake. Yesu Kristo ndiye Bwana wa neema. Kama tulivyoona wiki iliyopita, Biblia inasema ya kwamba neema na kweli zimekuja kwa mkono wa Yesu Kristo, bali Torati ilikuja kwa mkono wa Musa. Na Biblia inasema ya kwamba tunapokea neema juu ya neema. Neema ni kibali cha Mungu tusichokistahili. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 11:6, lakini ikiwa ni neema hai kwa matendo, au hapo neema isingekuwa neema. Ikiwa ni neema haiwi kwa matendo, sio juhudi zetu, sio nguvu zetu. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba neema ni kibali cha Mungu tusichokistahili. Paulo anaandika anasema hivi, tumeokolewa kwa neema, sio matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa hiyo ni kibali cha Mungu tunachostahilishwa sisi kuitwa wana wa Mungu, kuitwa watu waliookoka au kusamehewa dhambi zetu, na kwa kibali hicho tunaokoka, na kupitia kibali hicho tunamtumikia Mungu kwa neema yake, na kupitia kibali hicho tunafanya huduma mbalimbali kupitia neema yake. Kwa hiyo tunaokolewa kwa neema, tunaponya magonjwa yetu kwa neema, tunamtumikia Mungu kwa neema, tunafanya huduma mbalimbali kwa neema yake. Ni kibali cha Mungu tusichokistahili. Biblia inasema kwenye Efeso sura ya 2:7, alifanya hivyo ili katika zamani zinazokuja audhirishe wingi wa neema yake. Amefanya hivyo kupitia msalaba wake Yesu Kristo, ili katika zamani zinazokuja audhirishe wingi wa neema yake. Neema hiyo tunaipata katika Yesu Kristo. Ndio maana Mtume Paulo anaandika anasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15:10, nimekuwa hivi nilivyo kwa neema ya Mungu, na neema ya Mungu iliyokuwa juu yangu haikuwa bure. Maana yake ni hii: neema ya Mungu inapokuja kwenye maisha yako haiji bure, inakuja kukusaidia, inakuja kufanya kazi, inakuja kukuwezesha. Paulo anatambua neema ya Mungu ilivyomsaidia, ilivyomwokoa, ilivyomwezesha kufanya kazi ya Mungu hata katika maeneo ambayo ni magumu, maeneo ambayo Wayahudi au mitume wengine wasingeliweza kuyafikia. Ndio maana Paulo anasema hivi, kwa Wainani kwa Myunani, kwa watu wa mataifa nilikuwa kama mtu wa mataifa, kwa watu wasiosoma nilikuwa kama mtu ambaye hakusoma, japokuwa Paulo alikuwa amesoma sana kwenye kizazi chake. Lakini pia Paulo anasema ya kwamba kwa watu hali zozote nalijifanya vile walivyo ili niweze kuwapata na kuwaleta kwa Yesu Kristo. Hiyo ni neema ya Mungu ilimsaidia hata kukaa na watu, hata ajue namna ya kuishi na watu. Wacha nikwambie mpendo wangu msikilizaji, tunapoendelea kusikiliza ujumbe huu wa neema, bila neema ya Mungu sisi hatuwezi. Bila neema ya Mungu sisi hatuwezi. Cha kushangaza ni kwamba leo watu hawajui neema. Wakati mwingine wanaichanganya injili ya neema, na wakati mwingine wanadhani injili ya neema ni kutenda dhambi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Tito sura ya 2:11 na kuendelea, tumeokolewa kwa neema. Na hiyo neema inatufundisha kukataa kila aina ya ubaya, na hiyo neema inatufundisha kukataa kila aina ya dhambi. Kwa hiyo neema ya Mungu inapokuja ina uwezo wa kukufundisha wewe usiishi kwenye dhambi, ina uwezo wa kufanya wewe usitembee kwenye dhambi. Ndio maana Mtume Paulo akaandika akasema kwenye kitabu cha Galatia sura ya 1:7, na staajabu kwa nini mnamwacha yeye aliyewaita katika neema yake Yesu Kristo na kugeukia injili nyingine. Injili nyingine ni ipi? Ni injili isiyoweza kufunua msalaba wa Yesu. Ni injili isiyoweza kudhihirisha kifo cha Yesu Kristo na kuonyesha nguvu ya msalaba na neema inayotokana na huo msalaba, na neema hiyo inaweza kumfanya mtu ashinde dhambi. Hiyo ni injili nyingine. Biblia inasema hivi, wako watu wabadilio neema ya Mungu na kufanya kuwa ni ufisadi. Tumeshuhudia mambo mbalimbali katika kizazi hiki. Watu wengine wakihubiri habari ya neema na wakichanganya habari ya neema, wakidhani habari ya neema ni kutenda dhambi. Nataka nikwambie neema ya Mungu ina kazi.
Kazi kubwa ni kuvunja nguvu ya dhambi. Kazi kubwa ni kumfanya mtu aishi maisha matakatifu. Kazi kubwa ni kukufanya ikulete wewe kwenye kusudi la Bwana. Usitegemee akili zako, usiishi kwa nguvu zako. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba hivi, lakini ikiwa ni kwa neema, haikuwa matendo, maana matendo yaliwashinda Wayahudi, hapo neema isingekuwa neema. Neema ni Mungu akitenda kazi ndani yetu. Yaani ndio tunasema ni neema. Neema ni Mungu anatenda kazi ndani yetu, kwa ajili yetu, kupitia sisi. Anatenda kazi ndani yetu, kwa ajili yetu, kupitia sisi wenyewe. Hiyo ndio tunayosema ni neema. Na unaposoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 13, maandiko yanasema kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu kwa kutimiza kusudi lake jema. Huyo Mungu anatenda kazi ndani yetu kupitia neema yake. Ndio maana siku ile iliyopita niliwaambia ya kwamba kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6 imeandikwa hivi, kwa maana yeye aliyeanza kazi njema ndani ya mioyo yenu hataimaliza hata siku ya Yesu Kristo. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Wacha nikwambie ndugu yangu mpendwa, bila neema ya Mungu hatuwezi kumtumikia Bwana. Bila neema ya Mungu hatuwezi kuyafanya mapenzi ya Mungu. Bila neema ya Mungu hatuwezi kufika kwenye kichwa cha Mungu. Ndio maana ukiendelea kusoma maandiko yanasema kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 23, basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, muwe na neema ambayo kwa hiyo mtamtolea Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Ufalme usioweza kutetemeshwa ni ufalme wa aina gani? Ni ufalme wa Mungu unaokaa kwenye mioyo. Falme zote zilizoko duniani zimetetemeshwa na magonjwa, zimetetemeshwa na mafuriko, zimetetemeshwa na vita, zimetetemeshwa na majanga ya kiasili. Ufalme usioweza kutetemeshwa ni ufalme wa Mungu. Ikaa kwenye moyo, maisha ya mwanadamu yanabadilika. Tabia ya mwanadamu inabadilika, asili ya mwanadamu inabadilika, utu wake wa kale unaondolewa, anavikwa utu mpya, anapewa jina jipya, anaitwa ni mwana wa Mungu, anaitwa ni kiumbe kipya, anaitwa ni kuhani wa Mungu, anaitwa ni mtoto wa Mungu. Wa ufalme unakaa kwenye moyo. Ndio maana Yesu akawaambia, ufalme wangu sio hapa duniani, wala ufalme wangu sio wa kula na kunywa. Ufalme wangu ni haki na amani. Katika ulimwengu wote, dunia nzima, hakuna ufalme wa haki na amani. Ndio maana tunaona vita, tunaona machafuko, tunaona kudhulumiana, maana hakuna haki duniani. Duniani hakuna haki. Haleluya. Wacha nikwambie mpendwa, siku ya leo tena, kwenye kitabu cha Timotheo sura ya 1 mstari wa 9 maandiko yanasema hivi, neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu, ambaye alituokoa kwa kadri ya makusudi yake na neema yake. Tunahitaji neema ya Mungu. Neema ya Mungu ni uwezo. Neema ya Mungu ni nguvu. Na ukiendelea kusoma maandiko sehemu nyingine anasema hivi kwenye kitabu cha Efeso, ametuneemesha kupitia neema yake hiyo mpendwa, sawa sawa na uradi wa mapenzi yake. Anaposema ametuneemesha, maana yake hatukustahili. Ndio maana nimetangulia kusema ya kwamba neema ni kibali cha Mungu tusichokistahili. Ndio maana Paulo anawaonya watu, anasema msipokee neema ya Mungu bure. Msipokee neema ya Mungu bure. Kuna watu wamechukua neema ya Mungu bure, wameipokea bure, na wakati mwingine wanachezea neema ya Mungu, wanaishi kwenye dhambi, wanasema huu ni wakati wa neema. Nataka nikwambie mpendwa, ruhusu kazi ya Mungu ifanyike kwenye moyo wako, ili uishi maisha matakatifu, ili utembee kwenye kweli ya Bwana, ili uwe na kichwa cha Mungu ndani ya moyo wako. Neema ya Mungu inapokuja itakuinua, itakupa daraja jingine la rohoni, itakufanya upate kibali zaidi na zaidi mbele za Bwana. Lakini nataka nikwambia hivi, ungana na Paulo, alinyenyekeza sana moyo wake, na kadri alivyoendelea kunyenyekeza sana moyo wake, kama maandiko yanavyosema, Mungu anawapa wanyenyekevu neema. Mungu alijifunua kwenye moyo wa Paulo. Mungu alimpa ufunuo mkubwa, alijua mambo makubwa ya rohoni, alimtumikia Mungu katika kiwango kikubwa, katika upeo mkubwa, aliishi maisha ambayo watu wengine hawakuweza kuishi kwenye karne yake. Mwisho wa yote akawaambia watu, nifuateni mimi kama inavyomfuata Kristo.
Haleluya, haleluya.